Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti vikinukuu vyanzo mbalimbali vya kidiplomasia kwamba Iran inatarajiwa kutoa jibu lake rasmi kwa wapatanishi kuhusu pendekezo jipya la Marekani la kumaliza vita Mashariki ya Kati. Ripoti hizo zimeibua matumaini mapya kwamba juhudi za kidiplomasia zinaweza kuzuia kurejea kwa mapigano makubwa ambayo yangekuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia, hasa kutokana na umuhimu wa mlango wa Hormuz katika usafirishaji wa mafuta. Televisheni ya CNN imenukuu chanzo kikisema kuwa Marekani na Iran zinaonekana kuwa karibu zaidi kufikia makubaliano kuliko ilivyokuwa katika wiki zilizopita. Kwa mujibu wa chanzo hicho, Tehran kwa sasa inaendelea kuchambua vipengele vya pendekezo lililotolewa na Marekani kabla ya kutoa msimamo wake rasmi. Hata hivyo, hakuna upande ambao umeonyesha wazi kuwa tayari umekubaliana na masharti yote yaliyopo mezani. Shirika la habari la Tasnim ambalo lina uhusiano wa karibu na taasisi za serikali ya Iran limeripoti kuwa vyanzo vya kuaminika ndani ya nchi hiyo vimeeleza kuwa Tehran imeanza tena kuyachambua mapendekezo mapya ya Marekani baada ya kile kilichoelezwa kama hatua ya kurudi nyuma kwa Rais Donald Trump. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Tehran itaendelea na mawasiliano kupitia mpatanishi mara tu itakapokamilisha tathmini yake ya mwisho. Wakati huo huo, vyanzo vilivyozungumza na gazeti la The Guardian vimesema kuwa licha ya vyombo vya habari vya Marekani kuonyesha picha ya matumaini makubwa kuhusu makubaliano ya mwisho, ukweli ni kwamba Irani bado haijatoa jibu rasmi kwa pendekezo jipya la Marekani. Sababu kubwa inayotajwa ni uwepo wa vifungu ambavyo Tehran inaona kuwa haviwezi kukubalika kwa maslahi ya kitaifa. Aidha, vyanzo hivyo vimeeleza kuwa Marekani imekuwa ikikumbana mara kwa mara na changamoto katika kuelewa msimamo wa Iran kuhusu masuala ya usalama wa taifa. Vimesisitiza kuwa uzoefu wa miaka mingi ulipaswa kuonyesha wazi kuwa vitisho vya kijeshi haviwezi kuilazimisha Iran kubadilisha msimamo wake, bali mara nyingi huzidisha mvutano na kuongeza hatari kwa Marekani pamoja na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Ripoti hizo zimeeleza kuwa baada ya Iran kuwasilisha pendekezo lake lenye vipengele 14 kupitia kwa mpatanishi wa Pakistan, Marekani nayo ilitoa jibu lake. Hata hivyo, muda mfupi baadaye, Washington ilianza tena kile kilichoelezwa na Tehran kama hatua za ubabe na uhasama. Jambo hilo lilisababisha kusitishwa kwa muda mchakato wa tathmini ya mapendekezo hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la taifa la Iran, ISNA limemnukuu Mohsen Rezai ambaye aliwahi kuwa mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran na sasa ni mshauri wa kiongozi mpya wa nchi hiyo, akisema kuwa Iran haitafanya mazungumzo yoyote kuhusu swala la nyuklia na kwamba udhibiti wa mlango wa Hormuz lazima ubaki mikononi mwa Iran. Mlango wa Hormuz umeendelea kuwa kitovu cha mvutano huo kutokana na umuhimu wake mkubwa katika biashara ya mafuta duniani. Sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kutoka Mashariki ya Kati hupita katika njia hiyo ya baharini. Hivyo mgogoro wowote katika eneo hilo unaweza kuathiri moja kwa moja bei za mafuta pamoja na uchumi wa dunia. Wakati hayo yakiendelea, Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Tehran kuwa itakabiliwa na mashambulizi mapya na makali zaidi iwapo haitakubali mapendekezo ya amani yanayojadiliwa kati ya pande hizo mbili. Trump amesema Marekani ilisimamisha kwa muda operesheni zake za kijeshi katika mlango wa Hormuz ili kutoa nafasi kwa juhudi za kidiplomasia. Hata hivyo, ameonya kuwa iwapo makubaliano hayatapatikana, mashambulizi yatarejea kwa nguvu kubwa zaidi kuliko hapo awali. Huku naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema kuwa Israel iko tayari kwa hali yoyote
itakayojitokeza kuhusiana na Iran. Kauli hiyo imekuja muda mfupi baada ya Trump kuashiria uwezekano mkubwa wa kufikiwa kwa makubaliano na Tehran. Akizungumza mwanzoni mwa mkutano wa Baraza la Usalama wa Israel, Netanyahu amesema tayari amevielekeza vikosi vya kijeshi pamoja na vyombo vya usalama kuwa tayari kukabiliana na hali yoyote. Amesisitiza kuwa usalama wa Israel utaendelea kuwa kipaumbele kikubwa kwa serikali yake.